Ndugu wasikilizaji, tumeombwa tuongelee kuhusiana na swala, je, uchaguzi ufanyike au usifanyike? Hilo ndo tumeambiwa tuongelee. Alonipigia nikamwambia, mbona hii kama ya kisiasa, mimi ni mwanasheria nitaweza? Akaniambia huwezi kukosa cha kusema. Nianze kwa kusema kwanza, kama ilivyosemwa mwanzo, uchaguzi ni kitu muhimu sana. Kuna huo msingi wa mamlaka ya wananchi. Huo msingi unasema kwamba wananchi ndio wanaunda serikali. Na kwa sababu wananchi wanaunda serikali, namna ya kuunda serikali tulionayo ni kupitia uchaguzi. Na wananchi, serikali inawajibika kwa wananchi. Na namna ya kuiwajibisha serikali ni kupitia uchaguzi. Uchaguzi ni kitu muhimu. Pia unawapa wananchi nafasi ya kushiriki katika masuala ya umma. Wawe na ukaribu, wawe na uhusiano fulani na serikali yao. Halafu pia uchaguzi unatoa nafasi ya kutatua matatizo yaliyopo ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii, ambayo inabidi wananchi wabadilishe serikali kama itahitajika ili waweze kutatua hayo matatizo. Lakini pia nilitaka kusema, nipitie kidogo, kuna mkataba wa Umoja wa Afrika AU kuhusiana na demokrasia, uchaguzi na utawala. Mkataba huu umeainisha misingi au principles zinazohusiana na uchaguzi, ambazo ningependa niziseme kwa haraka na muda hakuna. Kwanza wanasema ni muhimu kuanzisha taasisi ambayo ni thabiti na huru ya kusimamia uchaguzi. Halafu pili, ni muhimu kuwe na mfumo wa kutatua migogoro ya uchaguzi ambao ni mzuri, thabiti. Halafu tatu, wanasema ni muhimu wagombea wote kwenye uchaguzi wapewe nafasi kwenye vyombo vya habari, hasa vya dola. Mimi huwa nafikiria isiwe dola. Tunatakiwa kuandika sheria yetu hata vyombo vya binafsi, kwa sababu usimpe mtu mmoja nafasi ya kutumia fedha na kuweza kushinda. Kama wewe una TV yako binafsi, unatoa nafasi kwa mtu fulani kujitangaza, inabidi ulazimisho kuwapa wote nafasi. Na hiyo huwa ni mawazo yangu. Kitu kingine ambacho wamekisema, huu mkataba ni vizuri kuwe na kanuni za maadili. Hivyo hizo kanuni za maadili ambazo mmesikia, nadhani zimetokana na hii recommendation ya huu mkataba wa Afrika. Pia SADC nao wana mwongozo wa uchaguzi. Wao wanasema nyingi sana, nitasoma chache. Mojawapo ni kwamba lazima wananchi wapewe nafasi ya kikamilifu kushiriki kwenye uchaguzi. Pia lazima kuwe na uhuru kwa kushirikiana, kama vyama vya siasa vikitaka kushirikiana, ukitakiwa kuunda chama cha siasa ili ushiriki kwenye uchaguzi, hiyo haki inatakiwa kutolewa. Pia ya tatu, wanasema kuwe na uvumilivu wa kisiasa, political tolerance. 4, wanasema kwamba lazima vyama vyote vipewe nafasi kwenye vyombo vya habari kujitangaza sera zao. Wapewe nafasi. Sio kwamba labda kuna chama kimoja tu kinapewa nafasi, wengine hawatangazwi. Okay. Pia kuwe na elimu ya wapiga kura, ni muhimu itolewe. Yapo mengi, kwa sababu sina muda. Haya ndiyo mimi nimeona kwamba ni muhimu. Tutakavyokuwa tunajadili masuala ya uchaguzi wetu, ni muhimu kuyakumbuka haya masuala, kwamba inasisitizwa kuwa na taasisi huru inayosimamia uchaguzi. Kuwe na mfumo mzuri wa kushughulikia malalamiko ya uchaguzi.
na pia vyama vyetu vya siasa lazima vipewe nafasi sawa bila upendeleo. Sasa baada ya kusema hivyo, kwa haraka ndugu wasikilizaji, niseme mwaka jana kulitungwa sheria kuu mbili. Kuna hii sheria ya uchaguzi wa uraisi, ubunge na udiwani. Alafu pia kuna sheria ya tume huru ya uchaguzi. Mabadiliko hayo yaliyofanywa sheria, kama mnavyoelewa, kuna maoni kwamba hayajatosheleza, bado kuna malalamiko. Mojawapo lalamiko kubwa kama ambavyo mnajua ni kuhusiana na uhuru wa tume ya uchaguzi. Watu wanasema hii sio tume huru, ingawa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Na tumeambiwa tuchambue kwa hoja zinazotokana na je, tuwe na uchaguzi au la. Hapa kuna pande mbili. Upande mmoja ni upinzani, hasa chama cha Chadema ndio wamekuwa wakiongelea sana hizi hoja. Hoja mojawapo ni kwamba wanasema lazima kufanyike mabadiliko ya kikatiba na kisheria kuhusiana na tume ya uchaguzi au tume huru ya uchaguzi, na pia iundwe upya wanavyosema. Pili, wanasema wapiga kura waandikishwe upya. Tatu, wanasema utaratibu ambao umekuwepo ambao aliusema Mheshimiwa Warioba wa kuengua wagombea wa upinzani usitishwe. Halafu pia tuondokane na utaratibu au udanganyifu wa kura bandia. Halafu kingine wanachosema ule mtindo wa kuwazuia mawakala wa vyama vya upinzani kuingia kwenye vituo vya kupiga kura, huo utaratibu nao usitishwe. Kingine wanasema wakurugenzi wa serikali za mitaa na watumishi wa serikali wasishirikishwe kwenye uchaguzi. Sheria mpya mbili na tume huru ya uchaguzi ikapewa hilo jina, na wanasema hayo ni mabadiliko. Pili, wakasema hakuna muda kwa sasa kuweza kufanya mabadiliko mapana kabla ya uchaguzi. Wao kwa kawaida kwa ujumla wanasema uchaguzi ufanyike kufatana na sheria zilizopo sasa hivi, na jinsi ulivyopangwa utafanyika mwisho wa mwezi. Sasa kwa kifupi na ndugu wasikilizaji, kuna namna ya kuangalia hii. Kwa maoni yangu, ukiangalia hizi sababu ambazo za malalamiko, unaweza kuzigawanya kwenye sehemu mbili. Moja, inahitaji mabadiliko ya kikatiba na kisheria, hasa swala la tume. Tume kuundwa upya inahitaji kwanza tubadilishe katiba na inahitaji tubadilishe sheria. Hilo ndio naliona mimi moja tu ambalo linahitaji mabadiliko ya katiba na kisheria. Haya mengine ya kuzuia labda mawakala, kura bandia na mengine, haya ni masuala ya kiutendaji. Hayahitaji mabadiliko ya sheria, kwa sababu hakuna sheria inayosema kura bandia kama zipo zinatakiwa kuletwa. Hakuna sheria hiyo. Ni masuala ambayo ni ya kusimamiwa, kutekeleza sheria kwamba hivyo vitu visifanyike. Mawakala waruhusiwe kuingia, watu wasienguliwe. Hakuna sheria inayosema kwamba waenguliwe. Haya yote kwa kiasi kikubwa, haya ni masuala ambayo yanaweza kutatuliwa na uongozi kwa kufanya maamuzi na kutoa maelekezo kwamba watu wasienguliwe, kusiwe na kura za bandia, tukaweza kwenda mbele. Sasa baada ya kusema hivyo, mapendekezo yangu, na Mheshimiwa Warioba hapa amesha tu preempt kwa sababu ameshasema yote, kwamba inafaa kuwe na mkutano. Mwalimu wangu Profesa Fimbo alisema kwenye maandishi yake moja, alisema kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 huu haukuwa uchaguzi. Alisema kwa kutumia lugha yake, alisema it was a caricature of election. Ilikuwa ni kama kinyago, kitu cha
sio uchaguzi, ilikuwa ni kitu ambacho kilifanana na uchaguzi wa mwaka 2020. Nafikiri kwa mawazo yangu yafaa kama taifa tusirudie ile aibu. Tufanye uchaguzi wetu uwe mzuri, na isiwe kwamba tunapata taswira mbaya kwamba sisi tunafanya uchaguzi tunarushiana mawe. Nadhani Tanzania ishapiga hatua sana kwenye masuala ya utawala. Tulishakuwa na siasa, tumeshakuwa na makabila mengi yanaishi kwa amani, na sisi ndio tulikuwa nawasaidia wengine. Kwa hiyo inafaa kujali maslaha mapana ya taifa kwamba tuwe na uchaguzi mzuri, na tunaweza kuwa na uchaguzi mzuri kama wadau wote wataweza kukaa pamoja na wakaamua kutatua matatizo yaliyopo. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza.